Wanasema mapenzi ni upofu, lakini je, utafanya nini ikiwa mtu unayemkabidhi moyo wako mchana ndiye anayekuja kuunyonya damu usiku? Karibu katika simulizi ya kusisimua ya Mpenzi Wangu Ni Mchawi wa Usiku. Hii ni hadithi ya kijana Huseni aliyekuwa tayari kupigana na dunia nzima, hata kumgeuka mama yake mzazi kwa ajili ya kumlinda mwanamke aliyedhani ni malaika wake, Zuena. Lakini nyuma ya tabasamu lile tamu la Zuena kulikuwa na giza nene. Kulikuwa na viapo vya usiku wa manane na bakuli la udongo lililobeba hatari ya maisha ya Huseni. Je, Huseni aligundua nini usiku ule alipojifanya amelala? Na nini kilitokea pale alipokutana uso kwa uso na mpenzi wake juu ya paa la nyumba, huku akiwa ameshika vumbi la kichawi? Usiondoke, maana mwisho wa simulizi hii utakufundisha kitu ambacho hujawahi kukisikia kuhusu nguvu ya baraka za mama na hatari ya usaliti wa ndani. Kabla hatujaanza safari hii ya kusisimua, na kuomba ufanye jambo moja muhimu. Bonyeza alama ya subscribe hapo chini na uwashe kengele ya taarifa. Huu ni ukurasa wako wa Book Story, elimu ya wote, ambapo kila simulizi ni darasa. Katika kijiji cha mbali cha Namawala, jua lilipozama, siri nyingi zilifunikwa na giza. Lakini kwa kijana Huseni, giza lilikuwa ni muda wa kupumzika baada ya kazi ngumu ya mchana, akitarajia kumwona mpenzi wake mrembo, Zuena. Zuena alikuwa na uzuri wa ajabu. Tabasamu lake lilikuwa kama mwanga wa mwezi na sauti yake ilikuwa tamu kuliko asali. Huseni alimpenda kwa moyo wake wote, akiamini amepata mke wa maisha. Hata hivyo, maisha ya Huseni yalianza kurudi nyuma. Kila alichogusa kiliharibika, biashara yake ya mazao ilifilisika, na afya yake ilianza kudhoofika bila sababu ya kitabibu. Onyo la mama na jamii. Mama yake Huseni, Bili, mkwe, alikuwa na wasiwasi sana. Macho ya mama hayadanganyiki. Alimwambia mwanawe kwa uchungu, "Mwanangu Huseni, fumbua macho. Zuena si mwanamke wa kawaida. Kila unapoingia naye kwenye uhusiano, nyota yako inafifia. Kuna kitu kizito anakuficha usiku." Marafiki na majirani walimnong'oneza Huseni kuwa Zuena na mama yake walikuwa wakionekana nyakati za usiku wa manane katika mazingira ya kutatanisha. Lakini Huseni, akiwa amepofushwa na mahaba, alikuwa akibisha kwa nguvu. "Mnamwonea wivu mpenzi wangu. Mama, unamchukia Zuena bila sababu. Yeye ni malaika wangu." Huseni alifoka na kuziba masikio. Siku moja, Huseni aliamua kufanya jambo ambalo hajawahi kufanya. Alijifanya amelala fofofo baada ya kunywa chai aliyopikiwa na Zuena. Lakini safari hii alikuwa ameimwaga chai hiyo kisiri kwenye ua. Ilipotimu saa 8 ya usiku, Huseni alihisi kitanda kikicheza. Kwa jicho moja, alimuona Zuena akisimama. Uso wake ulikuwa umebadilika. Haikuwa sura ile ya upole, bali uso wa kutisha wenye macho ya kijivu. Zuena alivaa vazi jeusi la kiganga na kuanza kunuiza maneno juu ya bakuli la udongo. Kwa mshangao mkubwa, Huseni alimuona Zuena akitoka nje kupitia ukutani kama moshi. Huseni alijikaza, akavuta roho mkononi na kumfuata kwa mbali. Ukweli mchungu, alimfuata mpaka kwenye paa la nyumba moja chakavu. Huko alimkuta Zuena akiwa na mama yake, mama mkwe wa Huseni mtarajiwa. Wote wawili walikuwa wamevalia majoho meusi, wakitawanya vumbi la kichawi angani. "Leo tunamaliza nyota yake," Zuena alicheka kicheko cha kishirikina. "Huseni akiamka kesho, atakuwa hana akili wala nguvu. Utajiri wake wote utakuja kwetu." Moyo wa Huseni ulipasuka vipande vipande. Wale aliowatetea na kuwapigania ndio walikuwa maadui wa maisha yake. Aligundua kuwa Zuena alikuwa mchawi wa usiku aliyekuwa akimwangia ili asifanikiwe. Huseni hakusubiri kuangamia. Alirudi nyumbani kwa kasi, na asubuhi iliyofuata aliwaita wazee wa kijiji na mama yake. Alipowakabili Zuena na mama yake kwa ushahidi wa vazi lile alilolificha usiku, walishindwa kujitetea. Zuena alijaribu kutumia nguvu zake, lakini baraka za mama yake Huseni na maombi ya wanakijiji viliwashinda nguvu. Walifukuzwa kijijini hapo kwa aibu kubwa. Huseni alijifunza somo chungu: sio kila tabasamu ni laheri, na nyakati zingine wale tunaowapenda ndio wanaobeba giza linalozima mishumaa yetu. Tangu siku hiyo, nyota ya Huseni ilianza kung'ara tena, akijua sasa kuwa siri ya mafanikio sio tu kufanya kazi kwa bidii, bali pia kuwa na macho ya kuona roho za watu wanaokuzunguka. Licha ya wachawi wale kuondoka, Huseni alihisi bado kuna kivuli kimebaki nyumbani kwake. Kila usiku alikuwa anaota ndoto za kutisha, akizama kwenye dimbwi la maji marefu. Mama yake, Bili, mkwe, alimpeleka kwa mzee mmoja mwenye busara aliyeitwa Mzee Mvula. Mzee Mvula alimwangalia Huseni na kusema, "Kinyota mwanangu, walichukua funguo zako za mafanikio na kuzifukia mahali ambapo huwezi kufika kwa miguu. Lazima usafishe roho yako kwanza kabla mikono yako kushika pesa tena."
Kwa muda wa siku 7, Hussein alifanya kazi ya kujitolea kusaidia wajane na mayatima kijijini, akiosha roho yake kutokana na kutoamini maneno ya mama yake hapo awali. Alijifunza kuwa unyenyekevu ndio ufunguo wa kwanza wa baraka. Siku moja, akiwa anapalilia shamba lake la zamani ambalo lilikuwa limetelekezwa na kukauka, jembe lake liligonga kitu kigumu. Alichimba kwa bidii na kukuta kile bakuli la udongo aliloliona Zuena akilitumia usiku ule wa giza. Ndani ya bakuli lile kulikuwa na picha ya Hussein iliyofungwa kwa kamba nyekundu na mbegu za mahindi zilizoungua. Aligundua kuwa Zuena alikuwa amezika bahati yake katikati ya shamba lake mwenyewe ili asivune kitu. Kwa maelekezo ya Mzee Mvula, Hussein alichoma vifaa vile na kutawanya majivu kwenye mto unaotiririka, akimaanisha kuvunja vifungo vya giza. Wiki 2 baada ya tukio lile, muujiza ulitokea. Mfanyabiashara mmoja mkubwa kutoka mjini alifika kijijini akitafuta ardhi ya kukodisha kwa ajili ya mradi mkubwa wa kilimo cha kisasa. Alivutiwa na shamba la Hussein na kumpa ofa ya mkataba wa mamilioni ya shilingi, pamoja na kumfanya Hussein kuwa msimamizi mkuu wa mradi huo. Ghafla, nyota ya Hussein iling'ara kuliko mwanzo. Alijenga nyumba ya kisasa kwa ajili ya mama yake na kununua vifaa vya kisasa vya kilimo. Kijiji kizima kilishangaa kuona kijana aliyekuwa amekwisha akirudi kileleni kwa kasi ya ajabu. Siku moja, mwanamke mmoja aliyechoka na kuvaa vitambaa vilivyopasuka alitokea langoni kwa Hussein. Alikuwa ni Zuena. Alikuwa amepoteza uzuri wake, macho yake yakiwa na huzuni na mwili wake ukiwa na makovu ya maisha ya mtaani. "Hussein, nimekuja kuomba msamaha," Zuena alilia akipiga magoti. "Tangu tulipofukuzwa, maisha yamekuwa jehanamu. Mama amefariki kwa ugonjwa wa ajabu na mimi sina pa kwenda." Hussein alimwangalia Zuena, mwanamke aliyewahi kumpenda kwa dhati lakini akamsaliti kwa ushirikina. Kwa ukomavu, Hussein hakumlipizia kisasi. Alimpa chakula na kiasi kidogo cha pesa kisha akamwambia, "Zuena, nimekusamehe kwa ajili ya amani ya moyo wangu, lakini milango ya maisha yangu imefungwa kwako milele. Nuru na giza haviwezi kukaa nyumba moja." Mwisho wa simulizi. Hussein alikuja kuwa mmoja wa watu matajiri na wenye heshima kubwa mkoani humo. Alimwoa binti mmoja mcha Mungu na mwenye bidii aliyeitwa Neema, ambaye alikuwa mshauri wake mkuu. Simulizi ya Hussein ikawa fundisho kwa vijana wote wa Namawala kwamba upendo wa kweli haupaswi kukupofusha usione ukweli, na kwamba hakuna nguvu ya giza inayoweza kushinda mwanga wa bidii, subira na baraka za wazazi.